Ubalozi wa Irani umeanza wazi kuhamasisha kampeni ya kujitoa mhanga katika nchi za Magharibi. Ubalozi wa Irani katika nchi za Uingereza, Ujerumani, Australia na Sri Lanka umeanza wazi kutafuta watu wa kujiunga na kampeni ya kujitoa mhanga Martyrdom, wakati mgogoro ukiendelea kati ya Irani na Marekani na Israel. Hii imekuwa ni habari kubwa na ya mshtuko kote ulimwenguni, swala ambapo linaonekana sasa ni hatua nyingine ama mbinu nyingine ya kivita ambayo Irani inaanza kuanza kuitumia kwa ajili ya adui yake Marekani na Israeli. Unafahamu ya kwamba kujitoa mhanga ni kile kitendo cha mtu anavalishwa kama ni mabomu, au anaweza akaenda kulipua eneo lolote la mkusanyiko, au anaweza kwenda kwenye shughuli kubwa ya viongozi wakubwa na akaripua watu, whether yeye asalimike au na yeye vile vile aweze kufariki. Hiyo ni kujitoa mhanga, na swala hili huchukuliwa ni kama jihadi, kama ni vita vya kufa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Unatangulia mbele ya haki kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Hasa mataifa ya Warabuni yametumia sana hii approach kwa miaka mingi sana katika operation zake nyingi sana, na hii ni taarifa ambayo imechapishwa katika vyombo vingi sana vya habari. Taarifa inaendelea kwa kueleza ubalozi huo katika nchi hizo umetangaza juhudi za kuajiri wapiganaji walio tayari kutoa maisha yao kama sehemu ya maisha mapya, kutoa maisha yao kama sehemu ya kampeni mpya, huku Teherani ikiendelea kukataa masharti ya kumaliza vita na Marekani pamoja na Israel. Tarehe 15 Aprili, ukurasa rasmi wa ubalozi wa Irani mjini London uliwataka raia wa Irani wanaoishi Uingereza kujitokeza kushiriki. Ujumbe huo ulisema watoto wote jasiri na mashuhuri wa Irani wanakaribishwa kushiriki kwa hiari na kujisajili katika kampeni hii ili kuongeza ukurasa mwingine wa dhahabu katika historia ya heshima ya nchi hii ya kale na kuonesha kuwa mioyo yao imefungamana na hadhi na ukuu wa taifa lao. Tuungane sote kutoa maisha yetu vitani badala ya kukabidhi nchi yetu kwa adui. Msemaji wa balozi wa Irani mjini London aliambia gazeti la Daily Mail kuwa Wairani wote duniani wamekuwa wakijali sana nchi yao na kulinda mipaka yake, na wataendelea kufanya hivyo. Alisema kuwa jukwaa la Janfada, yani kujitoa mhanga, limelenga kuwapa nafasi wa Irani wanaotaka kuunga mkono na kuitetea nchi yao na halihamasishi chuki yoyote. Aliongeza kuwa madai yoyote kinyume na hayo hayana msingi. Kwa upande mwingine, wizara ya mambo ya nje ya Israeli ilikosoa hatua hiyo ikisema kuwa kinga ya kidiplomasia haiwezi kutumika kuficha shughuli za ugaidi na kuchukua hatua dhidi ya vitendo hivyo ni jambo la lazima. Chanzo cha kijasusi kilichohojiwa kilieleza kuwa ingawa mabalozi na wanadiplomasia hulindwa kisheria chini ya mkataba wa Vienna, shughuli hizi zinaweza kuvunja sheria za usalama wa taifa, hasa kuhusu ushawishi wa kigeni au kusaidia huduma za kijasusi za nchi nyingine. Jonathan Tana, mkuu wa shirika la UK Lawyers for Israel, alisema kuwa huenda Irani imeacha mambo ya kampeni hiyo yakiwa ya jumla makusudi ni kuepuka matatizo ya kisheria nchini Uingereza. Aliongeza kuwa licha ya kinga ya kidiplomasia, serikali ya Uingereza inaweza kuwaonya, kuwakemea au hata kuwafukuza wanadiplomasia wa Irani. Ubalozi wa Irani nchini Australia pia ulijaribu kuhamasisha watu kupitia Telegram, ingawa chapisho hilo lilifutwa baadaye. Ujumbe huo ulieleza kuwa kutokana na maombi ya Wairani wanaoishi nje nchi kushiriki katika kampeni ya Janfada, wamepewa njia ya kujisajili kupitia mfumo wa huduma za ubalozi. Polisi wa shirikisho la Australia wameanza uchunguzi kuhusu tukio hilo kwa kuwa sheria za nchi hiyo zinakataza mtu kuingia au kushiriki katika shughuli za uhasama kwa niaba ya nchi nyingine. Mtaalamu wa masuala ya usalama Daktari Lainete Nasbacha alisema kuwa hatua ya Irani kuongeza juhudi za kuajiri watu inaweza kuwa ni jaribio la kuvuruga mshikamano wa jamii nchini Uingereza na kuchochea hofu dhidi ya wahamiaji Waislamu. Alionya kuwa hali hii inaweza pia kuibua mashaka dhidi ya Wairani wanaoishi kihalali nchini humo, hasa wale wanaoipinga serikali ya Irani. Aliongeza kuwa serikali ya Irani inapaswa kuchukuliwa kwa uzito juhudi hizi, si tu kwa upande wa usalama bali pia kwa hatari ya uhalifu kama wizi wa taarifa binafsi kupitia mbinu hizo. Ripoti nyingine zinaonyesha kuwa akaunti za Telegram zinazodai kuhusishwa na ujasusi wa Irani zimekuwa zikijaribu kuajiri watu nchini Uingereza kufanya ujasusi dhidi ya maafisa wa kijeshi au kufanya operesheni zinazolipwa zikiwemo zinazohusiana na Israel. Daktari Nasbacha alisisitiza kuwa hakuna nchi inayoweza kupuuza hatari ya ujasusi, ushawishi wa kisiasa au vitendo vya vurugu vinavyoweza kufanywa na watu kwa niaba ya Irani, iwe moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja. Wiki iliyopita
zilizopita chombo cha habari cha LBC kiliripoti kuwa mtu aliyedai kuhusishwa na wizara ya Irani alijaribu kumshawishi mwandishi wao kujiunga nao ndani ya saa chache tu za uchunguzi wa siri kuhusu mashambulizi ya moto dhidi ya maeneo ya Wayahudi na wapinzani wa Irani nchini Uingereza. Mtafiti wa masuala ya Irani Beni Sabti alisema kuwa utawala wa Irani umeongeza ujasiri katika kuajiri watu kutokana na maandamano ya uungwaji mkono katika nchi za Magharibi, na pia kwa mtazamo wao kuwa wamefanikiwa katika vita dhidi ya Marekani na Israel.